Hii ni Alex Media, tunakukaribisha katika kipindi chetu cha michezo, na mimi jina langu ni Dindai Nyalando Dindai ama Dindai Master. Tunaenda kuzungumzia mchezo wa Simba dhidi ya Berkane FC Berkane. Ni mchezo bora sana ambao unaenda kuchezwa, na ni bahati nyingine katika ardhi ya Tanzania inaweza kutokea, kwa sababu ni mchezo ni fainali ya kwanza ya shirikisho barani Afrika kuwa ndo fainali ya mwisho katika ile fainali, michezo miwili ya fainali. Huu ndo mchezo wa mwisho. Tunakumbuka mwaka juzi Yanga aliweza kucheza fainali ya shirikisho, lakini mchezo wa kwanza ulichezwa jijini Dar es Salaam, mchezo wa pili ukaenda kuchezwa nchini Algeria, mji wa Algiers. Nadhani hii ndo fainali yetu nyingine ambayo itakuwa nyumbani katika ardhi ya Tanzania, ambako ndo kilele cha fainali ya barani Afrika. Nadhani kwa kilele hichi ni kwanza nadhani wa Tanzania tunatakiwa tujivunie kwa hili swala, lakini jambo la pili ni namna gani Simba wanahitaji wafanye ili kuweza kufanikiwa kunyakua taji la shirikisho barani Afrika. Ni fainali yao ya kwanza ya shirikisho barani Afrika, lakini ni fainali yao ya pili ya shirikisho barani Afrika. Ni fainali yao ya pili ya mashindano ya Afrika ya Afrika, kwa sababu tunakumbuka mashindano ya kwanza kufika fainali kwa ni 1993 dhidi ya Stella Abidjan ya nchini Ivory Coast. Mchezo wa kwanza ulimalizika kwa sare nchini Ivory Coast, lakini nchini Tanzania waliweza kupoteza magoli 2-0. Na hii ni fainali yao ya pili na ni fainali ya mashindano ya shirikisho barani Afrika. Ni mashindano bora sana, na Simba wameweza kuprove ubora, kwa sababu kipindi ambacho wanafanya mabadiliko ya kikosi wamefanikiwa kufanya vizuri kufika hatua fainali. Hii ni performance bora, na tunaona wamethibitisha ubora wao. Lakini ukitazama mchezo wa kwanza wa Simba dhidi ya Berkane, moja ya kitu bora sana ambacho Berkane walikithibitisha kwanza na kuruhusu on target kwa Simba. Hichi kitu kilishtusha, kwa sababu ukitazama Simba katika msimu huu hajaweza kupoteza kwa zaidi ya goli 3. Hichi ni kitu bora sana katika msimu huu. Mchezo ambao ameweza kuruhusu magoli mengi ni magoli 2. Ilikuwa ni dhidi ya El Masry, goli 2-0 nchini Misri, na mchezo mwingine ilikuwa ni dhidi ya Berkane. Mchezo mwingine ilikuwa ni dhidi ya CS Constantine ambao aliweza kupoteza goli 2-1. Tunaona Simba msimu imekuwa na kikosi bora sana, hasa katika eneo la ulinzi, eneo la midfield, eneo la ushambuliaji wamekuwa wanatengeneza balance bora. Nadhani kitu cha kwanza ambacho ni bora Mwalimu Fadlu Davis anahitaji kwenda kukifanya, cha kwanza ni kumfanya Mpanzu awe huru katika mchezo, kumfanya Mpanzu atengeneze hatari nyingi katika mchezo. Hilo ndio jambo la kwanza ambalo mwalimu anahitaji kulitengeneza. Lakini jambo la pili ambalo mwalimu anahitaji kulifanya kwanza ni namna gani utazama mchezo wake dhidi ya Stellenbosch. Berkane ni timu ambayo ilimwachia mpira amiliki Stellenbosch, lakini walienda kumwadhibu zaidi ya magoli 3, zaidi ya magoli 2. Maana yake ni timu ambayo inaweza ikakuruhusu kamiliki mpira, lakini wao wakatengeneza hatari. Na moja kitu hatari sana katika kosi ya Berkane ni namna wanavyotransmit mashambulizi yao, namna wanavyotengeneza mashambulizi yao. Wanatengeneza mashambulizi kwa kasi, haiwahitaji wachezaji wengi sana ili kuweza kukuadhibu, ila ile kasi wanayoitumia ndo inaenda kukutengenezea madhara wewe kuweza kufikia hatua na kuadhibu. Nadhani moja ya kitu ambacho anahitaji mwalimu Fadlu Davis ni kudhibiti counter attack kwa Berkane, kudhibiti kuanzisha mashambulizi ya count kwa Berkane. Hilo ni jambo la kwanza. Fadlu akifanikiwa hapo, kuna possibility kubwa ya kuweza kufanya vizuri katika mchezo. Ndani ya dakika 15 za mwanzo asiruhusu Berkane kutengeneza mashambulizi yote ya hatari, bali Simba anatakiwa atengeneze hatari zaidi katika kikosi. Lakini jambo la pili ambalo Simba anahitaji kulifanya ni kumfanya silaha zake mbili ambazo ndo silaha za kikosi cha Simba katika msimu huu ni Eli Mpanzu ni pamoja na Kibu Denis Prosper
kuwafanya kuwa hatari katika mchezo. Sababu tunatazama mchezo wa kwanza hawakuwa hatari. Berkane waliweza kudhibiti hatari alionao Elie Mpanzu, lakini na Kibu Denis Prosper. Nadhani katika mchezo huu mwalimu anahitaji kumfanya Berkane kuwa down, lakini pili ni kumfanya Elie Mpanzu kuwa hatari zaidi katika mchezo huu, kwa sababu Elie Mpanzu namna unyumbulifu alionao, dribbling skills, uwezo wa kupunguza, ana uwezo wa kupiga na mguu wa kushoto, kupiga na mguu wa kulia, anakupa kitu cha ziada katika kikosi. Na ukitazama kwa nini mchezo wa kwanza alishindwa kuweza kufanya vizuri, ni kwa sababu namna ya mlinzi Lamine Camara alivyoweza kuidhibiti safu ya kiungo ya Simba, namna ambavyo ilishindwa kupractice rotation, mikimbio haikuwa bora sana. Na ukitazama hicho ndio kitu ambacho mwalimu Fadlu Davis anahitaji kwenda ukifanya katika mchezo. Kwanza ni kumdhibiti Berkane asiweze kupata goli na kumfanya asiwe hatari katika counter attack, lakini la pili ni kumfanya Elie Mpanzu kuwa na hatari zaidi. Na jambo jingine ni katika eneo lake la creativity, eneo lake la ubunifu, eneo la kiungo mshambuliaji ambako tunampata Jean Charles Ahoua. Mchezo uliopita hakuonyesha hatari kubwa sana katika kikosi katika mchezo, lakini na ili aweze kufanya vizuri mwalimu anahitaji kwanza kumpunguzia eneo kubwa katika mchezo Jean Charles Ahoua na kumfanya Ahoua awe na eneo dogo la kucheza na kumongezea eneo kubwa sana Elie Mpanzu la kucheza. Na moja katika kitu ambacho Simba wanahitaji kufanya ili kufanya timu kuweza kumdhibiti Berkane na kumtengenezea hatari nyingi ili kuweza kupata matokeo ambayo yanaweza kufanya kutengeneza mazingira kwenda kwenye ushindi ama kuchukua taji la shirikisho barani Afrika. Kwanza ni kumfanya Elie Mpanzu kucheza katika, nadhani eneo zuri sana la kucheza Elie Mpanzu ni kuwa nyuma ya Lamine Camara, kwa sababu Lamine Camara ni kiungo mkabaji ambaye kwanza ni mvivu kutokana na kimo chake alichonacho, umbo alilonalo, ana umbo kubwa, mrefu, sio mchezaji mwenye kasi, hana kasi. Na ukitaka kumfanya awe na madhara, yani akuonyeshe udhaifu, ni kumfanya asiwe na kasi, kwa sababu hana kasi, kumfanya akimbie. Hilo ndio eneo ambalo Berkane wana struggle, eneo lao la kiungo na hata eneo lao la ulinzi. Wakikutana na kasi katika eneo na timu pinzani katika eneo la midfield na eneo la ushambuliaji, wachezaji wana kasi, wamekuwa wakistruggle. Nadhani Elie Mpanzu anastahili kwenda katika hilo eneo, kwa sababu Jean Charles Ahoua hana kasi. Na tunaona hiyo ndio changamoto kubwa ambayo ilikuwa inatokea, japokuwa kwa anacheza kwenye mgongo na unaona alivyoingia Joshua Mutale, ile kasi alionayo, unyumbulifu alionao kidogo, Berkane alipata wakati mgumu namna ya kuweza kuidhibiti Simba, japokuwa hawakuruhusu on target kwa Simba. Lakini hilo ni jambo la pili ambalo wana deserve mwalimu Fadlu Davis kuweza kulifanyia kazi. Lakini jambo lingine ambalo ni hatari, lakini litaifanya Simba kuwa huru katika kutengeneza mashambulizi ni eneo la midfield katika viungo hawa wawili, kati ya Fabrice Ngoma pamoja na Yusuf Kagoma. Hawa ni double pivot, ni viungo wawili ambao kiasili wote ni kama wakabaji, lakini wanatofautiana tabia katika uwanja. Yusuf Kagoma na uwezo wake wa kupokonya mipira, migongano walionayo, anathibitisha katika ubora kwamba ni kiungo ambaye anahitajika katika mchezo huu. Ukiangalia mchezo wa kwanza namna alivyokuwa akiingia katika migongano na viungo wa Berkane, unaona alifanikiwa kunyakua mipira mingi, foul nyingi alitengeneza kwa ajili ya kuweza kuadhibiti. Nadhani hapa ili Simba atengeneze hatari zaidi, ina deserve a select kuondoka na mtu mmoja, aanze na mtu mmoja, kwa sababu kama anacheza na Ngoma, aanze na Ngoma. Kama ni Yusuf Kagoma, aanze na Yusuf Kagoma, kwa sababu akifanya hivi anaenda kuongeza mtu katika eneo la ushambuliaji,
Nadhani ni mchezo ambao anahitaji washambuliaji wawili katika mchezo. Ateba Lionel ni mshambuliaji mzuri sana na anahitajika, ukiangalia na Mkwala katika mchezo huu ni kama unaona wanahitajika wote wawili wawepo ili kuwafanya walinzi wa Berkane kuwa busy, hasa katika unaona ubora wa Yusuf Dayo katika eneo la ulinzi. Amekuwa ni mlinzi bora sana ambaye anadhibiti mashambulizi, namna tackling zake, hate yake, anavoruka header, timing yake kwenye kwenda kukaba mipira. Nadhani unapokuwa na washambuliaji wawili katika mchezo inakuongezea wigo wa kutengeneza hatari kwa mpinzani, kwa sababu Kwala ni wide striker, sio standing striker kama alivyo sio first 9 kama alivyo Ateba. Nadhani unapokuwa na mtu kama Mkwala, namna ya kuweza kuzifungua defense za mpinzani amekuwa anafanya vizuri, lakini uwepo wa Ateba katika eneo la ushambuliaji ni namna gani ya kuweza kuwafanya walinzi wawe busy katika lile eneo. Hichi ni kitu ambacho kitatengeneza hatari kubwa sana kwa Berkane. Lakini kitu kingine ambacho kinatakiwa kufanyika ni katika eneo la ulinzi upande wa kushoto. Tunatazama mchezo uliopita, hatari ya Berkane ilikuwa ni upande wao wa kulia, namna ambavyo Mohamed Hussein anapenda ku overlap lakini sio mzuri sana kwenye kurudi kwa wakati, namna ambavyo kwa wana struggle aki overlap Mohamed Hussein akipokonywa mipira ikipigwa upande wa kushoto, lazima mlinzi wakati anavutika kwenda kucover ile nafasi. Maana yake kwenye hii half space panakuwa na nafasi ya kuweza kutengeneza hatari kwa Simba. Nadhani mwalimu ataangalia njia bora ya kuweza kutengeneza mashambulizi yake. Upande wa Mohamed Hussein nadhani sio na sehemu kubwa sana ya mwalimu kuitumia kutengenezea mashambulizi, bali ni kuhakikisha upande wake wa kulia, ambako upande huo pia kwa Berkane sio upande bora sana katika kutengeneza mashambulizi, lakini pia hata katika ulinzi. Mara kadhaa tunaona mchezo wa kwanza Simba ilipotaka kutengeneza hatari kwa upande wa kulia, yaliweza mashambulizi kufika katika eneo lile. Nadhani ni jambo jingine la 4 ambalo mwalimu anahitaji kulifanya ili kuweza kuifanya Simba iwe bora katika mchezo. Lakini jambo jingine ambalo anatakiwa kulifanya, ambalo mchezo uliopita hawakulifanya Simba, wanapopokonya mipira katika eneo lao la midfield, uharaka wa kuanzisha mashambulizi. Hii ndio ilikuwa changamoto kubwa Simba anaipitia. Nadhani mwalimu anahitajika alifanyie kazi jambo hili ili kuifanya Berkane kuwa dhaifu na kuifanya Simba kuwa hatari. Wakipokonya mipira, kuanzisha mashambulizi kwa haraka zaidi. Nadhani hii itaifanya Simba kuwa bora sana, kwa sababu hawahitaji sana kutumia eneo lao la pembeni kutengeneza mashambulizi. Nadhani eneo bora la kutumia ni eneo lao la katikati. Wawe bora sana katika eneo la midfield kutengeneza mashambulizi yao. Na ndio maana naamini kama mwalimu ataenda na Eli Mpanzu kucheza kama inside 10 na Jean Charles Ahoua acheze kama winga wa kushoto akiibia, maana yake kuna possibility kubwa sana kutengeneza madhara, kwa sababu Jean Charles Ahoua atakuwa katika eneo la katikati, unakuwa na Elia Mpanzu katika eneo lile, una Lionel Ateba katika eneo lile, una Mkwala katika eneo lile. Maana yake unatengeneza hatari, unakuwa una wachezaji wengi katika box la mpinzani au katika eneo ambalo la defense ya mpinzani, unatengeneza madhara makubwa. Nadhani Simba wana possibility hiyo, watengeneze madhara makubwa katika eneo la mpinzani, kutengeneza fouls ambazo zinaweza za penalty au free kick katika maeneo ya karibu, ambayo inaweza kusaidia Simba kupata matokeo na kuweza kupata ushindi katika mchezo.